za saizi, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali kama nilivyoendelea kuwapa elimu. Siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo naendelea kuwapa elimu ya hawa viumbe mbalimbali. Kuna viumbe ambao ukiwaweka katika nyumba yako au ukiwafuga, tambua ukiwa na wanyama hawa katika mji wako au katika nyumba yako, tambua unakaribisha baraka na ni lazima upate mafanikio au lazima ufanikiwe kwa kiwango kikubwa sana. Aina ya wanyama hawa unapowafuga, tambua unakuwa na baraka au unakuwa na mafanikio au wanakusababisha uwe na neema, kwa sababu wanyama hawa wamejaliwa kuwa na neema, kuwa na baraka, na baadhi ya viumbe wanakuwa wanawafata wanyama hawa kwa sababu wanakuwa wana nguvu, wamebarikiwa kuwa na neema, wanabarikiwa kuwa na mvuto. Kwa hiyo unapofuga wanyama hawa katika nyumba yako, utambue hata wewe pia utabarikiwa na utafanikiwa na utapokea neema, na nyumba yako itakuwa na nuru na wageni mbalimbali. Lakini wageni hao pia wanakuwa wanakuletea mafanikio makubwa sana. Mtambue wageni ni baraka. Kwa hiyo aina gani sasa ya wanyama ambao unatakiwa uweze kuwafuga au uweze kuishi nao nyumbani kwako au wasikosekane katika nyumba yako kama utakuwa na uwezo wa kuwamiliki? Wapenzi watazamaji, katika familia ya Dr. Mama Kavumo au katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, aina ya wanyama hao, ndugu zangu, uwe na farasi. Lakini aina ya farasi yao katika nyumba yako inatakiwa uweke farasi mweupe. Lakini farasi hao inatakiwa awe ni farasi wa kike na wa kiume kama utaweza, ila kama hautaweza basi weka farasi katika nyumba yako. Farasi hao, kuna baadhi ya viumbe aina ya majini au kuna baadhi ya viumbe mathalani kama vile malaika pia au majini, wanakuwa wanapendelea kuwafuata wale wanyama na kuwa nao karibu au kuishi na wale wanyama. Kwa hiyo kama malaika au kama hawa majini wazuri wale wakubwa masharifu wanapendelea kutembelea wanyama wale, basi wanapokuja kuishi na wanyama wale kwenye nyumba yako, tambua moja kwa moja zile nguvu zao, ule ulinzi wao, ile baraka yao, utambue itakukuta na wewe, kwa sababu wewe umemleta mnyama yule. Kwa hiyo kama umemleta mnyama yule, tambua umekaribisha baraka, umekaribisha neema, umekaribisha mafanikio, na ni lazima utakuwa sana kiuchumi, utakuwa sana kibiashara, na kipato chako kitaongezeka kupitia wale wanyama, kwa sababu wale wanyama wanakuwa wanakuombea mema, wanakuwa wanakushukuru, wanakuwa wanafurahi kuwa na wewe. Na utambue kila kiumbe ana baraka zake na kila kiumbe ana riziki zake. Kwa hiyo unapofuga farasi mweupe, kama ni farasi, pendelea kufuga farasi mweupe. Lakini vile vile kuna ngamia. Unapofuga ngamia katika nyumba yako, umekaribisha baraka pia. Lakini kuna ng'ombe. Aina ya ng'ombe inatakiwa ufuge ng'ombe mweupe, lakini ambaye ana mabaka meusi. Ng'ombe mweupe ana mabaka meusi pia. Aina ya wanyama hawa wanakuwa na nguvu sana, wanakuwa wana baraka sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya majini, kuna baadhi ya viumbe kama vile majini masharifu wazuri, wale majini wakubwa wanapenda kutembelea wanyama wale, kwa sababu kuna nguvu inayovutana baina ya wanyama wale na wale viumbe ambao ni majini. Kwa hiyo wanapokuja katika nyumba yako, moja kwa moja wanakuletea nguvu, wanakuletea baraka. Watu wengi, kama wewe ni maarufu, kama wewe ni mtumishi ambaye katika sekta fulani unategemea nguvu ya wananchi, basi utajikuta unakubarika, au utajikuta ni mtu ambaye katika kazi na biashara zako zinafunguka, watu wanakuja kwa wingi, watu wanakupenda, wageni wanapenda sana kuja nyumbani kwako, kwa sababu kuna nguvu ambayo umeiweka nyumbani kwako. Lakini pia kwenye upande wa kupata mafanikio, kwa sababu aina ya farasi mweupe, aina ya wanyama kama ngamia, aina ya ng'ombe hawa wanaokuelekeza wana utajiri ndani yake. Yaani kuna nguvu ya utajiri ambayo iko ndani ya wanyama hao. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuitumia, ni lazima uweze kuwa karibu nao,
uwapende, uwape chakula, yani uwapende kama unavyojipenda wewe mwenyewe, basi utajikuta ni mtu ambaye unatajirika sana, unapata mafanikio sana. Utambue utakuwa ni mtu mwenye mafanikio, mwenye kupendwa na watu, na nyumba yako itakuwa na baraka, itakuwa ni mtu ambaye umepokea baraka kubwa katika nyumba yako. Kwa hiyo unapokuwa na viumbe hao, utambue moja kwa moja utafanikiwa sana na utaweza kuwa mtu mwenye baraka, mwenye neema na mafanikio. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Tambua nguvu ya utajiri kutoka kwa wanyama hawa. Mimi ni Dr. Mama Kavumo. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Asanteni na wapenda sana.